Hujambo mtazamaji na karibu kwenye jarida la Uvoro ambapo tunakuletea taarifa muhimu kutoka pembe mbalimbali za nchi. Jina langu ni Nyambura Kamau na ni furaha yangu kuwa nawe jioni hii ikiwa ni Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Machi mwaka wa 2025. Twende moja kwa moja kwenye vidokezo. Ziara ya Rais William Ruto katika kaunti ya Nairobi yaingia siku ya 4. Baraza la mawaziri kufanya mabadiliko kudhibiti sekta ya vyama vya ushirika nchini. Katibu wa magereza apinga madai kuwa ardhi ya magereza imeuzwa. Karibu mtazamaji. Rais William Ruto hii leo ameendelea ziara yake ya maendeleo kwa siku ya 4 katika kaunti ya Nairobi, ambapo ameendelea kuzindua miradi mipya na kukagua miradi inayoendelea katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Mwanahabari wetu William Shilistia ametuandalia habari hii kwa kina. Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya siku 5 ya maendeleo katika kaunti ya Nairobi, huku akitembelea maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra. Katika eneo bunge la Lang'ata, rais alizindua chuo cha elimu ya ufundi cha Lang'ata pamoja na mradi wa makazi nafuu, miongoni mwa miradi mingine ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Hii Lang'ata itawacha kuwa slum. Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate kama sehemu zingine za Kenya. Leo nimekuja kuanzisha ujenzi wa affordable housing hapa. Mimi nataka niwaambie watu wa Lang'ata hivi, hii nyumba ni nyumba zenu. Ile rent unalipa pale ya shilingi 2,000, 3,000, wewe utakuja kulipa hapa na nyumba itakuwa yako. Nyinyi mnanielewa? Na mimi kwa mapenzi ya Mungu, hii Lang'ata hii Kibra hii tunaona leo ni slum. Hii tutaibadilisha kwa miaka 10 ama 15, hakutakuwa na slum tena hapa. Hapa kutakuwa ni mahali ambapo ni estate, mahali wananchi wanaishi, mahali kuna maji, kuna stima, kuna vyoo, kuna usafi, na mahali ambapo inatoshana na makao ya wananchi katika city ya Nairobi. Akiwa katika eneo bunge la Kibra, Rais Ruto alizindua rasmi chuo cha ufundi na mafunzo ya kazi cha Kibra na kukagua ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi ya Ayanye. Katika hatua ya kuimarisha miundombinu ya elimu, aliahidi kujenga madarasa mengine mapya ili kusaidia wanafunzi kupata mazingira bora ya masomo. Aidha, katika msafara wa leo alitoa agizo la Wakenya wote kupewa vitambulisho bila ada yoyote. Alama ya kutosha hapa Kibra. Tumekubaliana? ID. Mimi nimesema maneno ya ubaguzi kwa mambo ya ID tuitolee mbali. Kila mwananchi apatiwe ID. Kila mwananchi apatiwe nini? Kitambulisho. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kibra leo ya kwamba kitambulisho ipatianwe bila malipo yoyote. Kila mtu apatiwe kitambulisho bila malipo na kwa mpango ambayo haina ubaguzi kwa Wakenya. Tumekubaliana jameni? Nikiripotia Uvoro TV Business, William Shilisia. Baraza la mawaziri limefanya mabadiliko kadhaa ili kudhibiti sekta ya vyama vya ushirika nchini. Akitangaza mabadiliko hayo mjini Mombasa, waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amesema kuwa hatua hizo zinalenga kukabiliana na ubadhirifu wa fedha na uongozi duni katika sekta hiyo. Mengi ni kama nilivyokuandalia kwenye habari ifuatayo. Baraza la mawaziri limefanya mabadiliko kadhaa ili kudhibiti sekta ya vyama vya ushirika nchini. Akitangaza mabadiliko hayo mjini Mombasa, waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amesema kuwa hatua hizo
ikiwemo kuundwa kwa halmashauri ya vyama vya ushirika kusimamia vyama vyenye mali chini ya shilingi 100 milioni 1. Zinalenga kukabiliana na ubadhirifu wa fedha na uongozi duni katika sekta hiyo. That the cabinet has passed a resolution so that you can now have central liquidity business, what was being practiced by Cusco, so that those circles that have excess funds can put in the central liquidity business, and you people can be able to borrow on short term, on long term. We're hopeful that you want to expand that and say a shilling in a small circle is equivalent to a shilling in a big circle. The way the banks are regulated by central bank, we want also SASRA to regulate the entire circle movement. Oparanya alifafanua kuwa vyama vyenye mali inayozidi milioni 100 vitaendelea kusimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa vyama vya ushirika SASRA, huku halmashauri mpya ikichukua jukumu la kusimamia vyama vidogo ili kuhakikisha ufanisi na uwajibikaji wa fedha. And that's the essence, and that is why this financial model of savings and credit is the most impactful financial model we can have in the world. Patience, sacrifice, and honest pays later. Serikali pia inapanga kuanzisha mfumo wa kidijitali utakaorahisisha uwazi na ufuatiliaji wa shughuli za vyama vya ushirika kote nchini. Hatua hii inatarajiwa kuimarisha imani ya wanachama na wawekezaji katika sekta hiyo ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya kiuchumi. We want to have a system, a centralized system, which major circles can come together and use the system. So what you do, like what is happening in Canada, they have one system. You just hook on that system, you have a code. If your code is 001, we know that is police circle. 002, that is Stima circle. 003, that is Manemo circle. Yeah? And use the same system in the entire country. It becomes very cheap, even if it costs 10 billion. But all of you are operating on that system instead of you individually having a system. I think that we need to build a culture of saving, which savings we will now take that money and invest, so that our country does not have to go to other institutions outside the country to borrow money, because we are borrowing other people's money that they have saved. Circle goes down, then as a member you are able to recover your deposits, as it is done with the banking sector. I encourage all circle members to strive to improve their savings ability, and in doing so, secure the financial future. For you, fellow top savers, you may consider to blow back your benefits and further enhance your savings within the society. Our ambition, we want to make this institution, by the end of our strategic plan, we will be 100 billion total assets plus. And this is achievable because currently we are at 60 billion. Taifa la Kenya sasa limekuwa mwenyeji wa kongamano kubwa la teknolojia ya kisasa AI almaarufu Artificial Intelligence, ambalo limewaleta pamoja wanateknolojia na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na kote ulimwenguni. Mwanahabari wetu Nyakio Ndwiga ametuandalia habari hii kwa kina. Taifa la Kenya sasa limekuwa mwenyeji wa kongamano kubwa la teknolojia ya kisasa AI almaarufu Artificial Intelligence, ambalo limewaleta pamoja wanateknolojia na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na kote ulimwenguni.
Kongamano hilo lililofanyika jijini Nairobi lilisisitiza umuhimu wa kukuza ukuaji endelevu wa teknolojia kama njia muhimu ya kuhakikisha nafasi ya Kenya katika uchumi wa dijitali wa kimataifa. Aidha, sekta mbalimbali kama vile elimu, biashara na ofisi zinazoendeleza shughuli za serikali vilevile zimehimizwa kushirikisha teknolojia hii ya AI katika shughuli zake ili kurahisisha na kufanikisha shughuli zake kwa njia ya kisasa. Conversation that we're having today is to actually help leaders across government and the business sector to think through what does it take to actually build an economy a digital economy where you're leveraging AI. As we know, in Kenya, we have already raised our hand and said we're the Silicon Savannah. The next frontier is what can we do to empower individuals, to empower organizations, leveraging AI. How do we drive accessibility? For government employees, we're working with government, specifically the Ministry of ICT. For anyone who's in college, we're working with universities, we are working with Ministry of Education through the TVET sector. We are moving to this next era of AI. We're moving from a place where, you think of like ChatGPT, which was itself amazing. You type to it, it types to you, and it could summarize things and it could answer questions. But now we're moving to this place where AI does things for you, where it actually does things on your behalf, where it scheduled a meeting between myself. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Nyakeo Ndwiga. Chama cha Waziri Justin Muturi cha Democratic Party yani DP sasa kimeanzisha rasmi mchakato wa kutoka katika muungano wa Kenya Kwanza kwa kutoa ilani ya siku 30 kama inavyotakiwa na makubaliano yao ya muungano. Pata habari hii kutoka kwa mwanahabari wetu Munene Njiru. Chama cha Waziri Justin Muturi cha Democratic Party DP kimeanzisha rasmi mchakato wa kutoka katika muungano wa Kenya Kwanza kwa kutoa ilani ya siku 30 kama inavyotakiwa na makubaliano yao ya muungano. Chama hicho kimesema kuwa matukio ya kisiasa yaliyotokea hivi karibuni yamefanya kuendelea kuwa katika muungano huu kuwa jambo lisilowezekana. Muturi amechukua msimamo dhabiti dhidi ya kutekwa nyara na mauaji ya kikatili nchini Kenya. Amesusia mikutano kadhaa ya baraza la mawaziri akisema atahudhuria tu ikiwa masuala hayo yatashughulikiwa rasmi. Muturi anaamini kuwa kujitokeza kwake kuangazia masuala haya kunaendana na majukumu yake kama mtumishi wa umma. Nikiripoti Uvoro TV, langu jina Munene Njiru. Kumbuka, tunapatikana kwenye mitambo ya Pang 162. Tupate pia kwenye mitandao ya kijamii. Usiende mbali, kwani tunarejea tu baada ya muda mfupi. Usibanduke.